Mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ndani ya gari aina ya Land Cruiser nyeupe ya jeshi la magereza. Lissu amefikishwa mahakamani hapo leo Jumatatu ya Mei 19 saa 2:53 asubuhi na kutumia dakika 3 ndani ya gari kabla ya kushushwa, baada ya askari ambao walivalia kofia za kuzuia uso usionekane wakiwa kwa wingi walimpeleka Lissu hadi katika mlango wa nyuma wa kuingilia mahakamani hapo. Lissu aliingizwa ukumbini na askari magereza ambao wote walifanya juhudi za kuzuia waandishi wa habari kutomuona kiongozi huyo kwa namna yoyote. Hata hivyo, Lissu alipandishwa kizimbani Mei 19 mwaka huu kusikiliza kesi mbili, ikiwemo ya kuchapisha taarifa za uongo mitandaoni zinazomkabili. Mbali na kesi ya kuchapisha taarifa hizo, kesi nyingine inayomkabili kiongozi huyo ni kesi ya uhaini. Baadhi ya wananchi walionekana wakijipanga kwa utaratibu katika mstari wa kuingia mahakamani hapo katika mahakama hakimu mkazi Kisutu leo Machi 19. Hatua hiyo imekuja kufuatia usikilizwaji wa kesi hiyo ambayo inamkabili mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama, kesi hizo sasa zinasikilizwa kwa njia ya mahakama ya wazi, open court, hatua iliyowapa fursa wananchi kufika mahakamani kushuhudia mwenendo wa shauri hilo. Hata hivyo, leo kesi ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube imeitwa kwa ajili ya serikali kumsomea hoja za awali ili kesi hiyo iweze kuendelea na isikilizwe na mashahidi. Wakili mwandamizi kutoka nchini Kenya aliyekuwa wakati mmoja waziri wa haki Martha Karua amesema kwamba amefurushwa nchini Tanzania na kurudishwa Kenya ili kumzuia kuhudhuria kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu. Wenzake wawili walioambatana naye pia walifurushwa nchini humo baada ya kuingia kutoka nchini Kenya. Alikuwa jaji mkuu nchini Kenya Wile Mutunga na mawakili wapiganaji wa haki za binadamu ambao walisafiri hadi nchini humo wanasema kwamba walizuiwa katika uwanja wa ndege. Maafisa wa Tanzania bado hawajatoa tamko lolote kufikia sasa juu ya kadhia hiyo. Huku mwenendo wa kesi mahakamani ukiendelea, hali inatajwa kuwa tete, huku jumuiya ya kimataifa ikifuatilia kwa karibu maendeleo na dhamira ya serikali ya Tanzania katika kanuni za kidemokrasia zinazochunguzwa. Lissu alipanda kizimbani akionekana mwenye furaha na bashasha. Alipata nafasi ya kusalimia watu mbalimbali wakiwemo viongozi wa chama chake. Amelani pia kuzuiwa kwa aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya Wile Mutunga katika uwanja wa ndege ili asiweze kuhudhuria katika kesi hiyo. Kama mnaweza kumrudisha jaji mkuu Wile Mutunga airport asije kuangalia kesi inayoendelea, mmekwisha, alisema Tundu Lissu. Hata hivyo, kesi ya uhaini dhidi ya Lissu ilipotajwa, upande wa jamhuri wameieleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo bado hujakamilika na wanaiomba mahakama kuahirisha kesi hiyo husika kwa siku 14 zaidi, jambo ambalo limepingwa vikali na mawakili wa utetezi. Kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu imeahirishwa hadi Juni 2. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.